Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC limetoa onyo kali kwa Marekani likitishia kwamba sasa litalenga mali za mashirika ya Marekani katika eneo lote la Mashariki ya Kati iwapo Marekani itaendelea na mashambulizi yake ya anga dhidi ya miundombinu ya Iran, hususan madaraja. Tamko hilo linaashiria kuongezeka kwa mzozo wa kijeshi unaoendelea kati ya Marekani na Iran, ambao umeshuhudia mfululizo wa mashambulizi ya kulipiza kisasi katika wiki iliyopita. Tishio la IRGC la kupanua mwelekeo wake wa vita kutoka kwa shabaha za kijeshi hadi sekta ya kiuchumi na mashirika inaweza kuzidisha uhusiano mbaya na kutatiza matarajio yoyote ya azimio la kidiplomasia. Mashambulizi ya hivi punde ya Marekani katika madaraja ya Iran tayari limesababisha vifo vya raia na hivyo kuzidisha mzozo. Tishio hili la IRGC kushambulia mashirika ya Marekani linaonekana kuashiria mabadiliko kuelekea vita vya kiuchumi na miundombinu na kupendekeza uwezekano wa kuongezeka kwa mzozo huo. Makubaliano ya kumaliza vita yanaonekana kupungua katika mkataba wa mwaka 2026 kati ya Marekani na Iran, huku uwezekano wa kujumuisha ufadhili wa ujenzi wa Iran katika mkataba huo ukishuka hadi 25.5 kutoka 26 siku moja kabla. Migogoro inayoendelea na vitisho vinavyoongezeka vinaendana na hali ambapo mazungumzo ya kidiplomasia yanakabiliwa na changamoto zinazoongezeka na kuathiri hisia katika soko. Ukitazama maendeleo zaidi katika mzozo wa kijeshi kati ya Marekani na Iran, hasa mashambulizi yoyote ya ziada kwenye miundombinu ambayo inaweza kuibua vitisho au vitendo zaidi kutoka kwa IRGC. Taarifa zinaeleza kwamba huenda wanadiplomasia wakongwe kutoka nchini Marekani na nchini Iran wakahusika katika kutengeneza uhusiano wa mataifa haya. Mike Vance na waziri wa mambo ya nje wa Iran Javad Zarif wanaweza kuchukua jukumu muhimu katika upatanishi wa mivutano. Masoko yataguswa na matangazo yoyote kuhusu kuanzishwa tena kwa mazungumzo ya diplomasia au ushirikiano mpya wa kijeshi ambayo inaweza kuathiri uwezekano wa kupatikana kwa makubaliano ya Marekani na Iran kwa mwaka 2026 yanawezekana pia. Lakini wakati huu Iran ilishatangaza kwamba haitokubali tena kuingia katika mazungumzo na Marekani kutokana na tabia zake. Jeshi la wanamaji la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC limedai kuwa kitengo cha jeshi la wanamaji la kamandi kuu ya Marekani CENTCOM katika eneo hilo viko chini ya uangalizi wa Iran, na imeonya Washington kwa kile ilichoeleza kuwa ni saa sifuri kwa uwezekano wa mashambulizi makubwa. Katika chapisho la ukurasa wa X, kamandi ya jeshi la wanamaji la IRGC lilisema harakati na zana za jeshi la kigaidi la Marekani ziko chini ya usimamizi wa vitengo vya wanamaji vya Jamhuri ya Kiislamu. Wamarekani wanajisogeza karibu kila dakika na saa sifuri operesheni dhidi ya vitengo vya wanamaji vya CENTCOM katika eneo la maji la eneo hilo subiri itaongezeka, imeeleza taarifa hiyo. Jeshi la wanamaji la IRGC halikutoa maelezo zaidi juu ya asili au wakati shughuli zozote zinazowezekana, lakini kubwa ni kwamba limeonya juu ya mashambulizi makubwa yenye uwezekano wa kufanyika wakati wowote. Kauli hiyo inakuja huku kukiwa na mvutano mkubwa kati ya Iran na Marekani, huku pande zote mbili zikituhumu kutangaza hatua za kijeshi katika eneo hilo. Kamandi kuu ya Marekani ilisema hapo awali vikosi vyake vinaendelea na operesheni zinazolenga kulinda usalama wa kikanda na urambazaji baharini, wakati mamlaka ya Iran imeonya mara kwa mara dhidi ya uwepo wa kijeshi wa Marekani katika eneo la Ghuba. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uyajue